Young Africans anakwenda kucheza mchezo mgumu. Miongoni mwa mchezo mgumu ambao Young Africans anakwenda kukutana nao ni mchezo dhidi ya FAR Rabat. Utakuwa ni mchezo, obviously utakuwa ni mchezo mgumu kwa upande wao, lakini nina imani approach ya mwalimu kocha Pedro, lakini pia vile vile na approach ya wachezaji mbalimbali wa klabu ya soka Young Africans watakwenda na nidhamu ya hali ya juu kweli kweli kwa ajili ya kuhakikisha wanapata matokeo ya kuhakikisha kwamba wanatafuta alama zitakazokwenda kuwasaidia. Maana kama Young Africans atatoa sare itakuwa ni mchezo mzuri, kwa maana ana kibarua kingine cha mwisho dhidi ya JS Kabylie katika uwanja wa Guantanamo pale visiwani Zanzibar, New Amani Zanzibar. Kwa hiyo ninaamini kitu cha tofauti kwa upande wa Young Africans, nikiwa na maana ya kwamba wapo katika kundi B, nafasi ya kwanza ikishikwa na Al Ahly, nafasi ya pili ikishikwa na Young Africans, na nafasi ya tatu ikishikwa na FAR Rabat, and then nafasi ya 4 katika kundi ambaye anashika mkia ni JS Kabylie akiwa na alama zake 2. Nenda kaangalie tactically mchezo wa kwanza ambao Yanga alianza kucheza hapa katika dimba la New Amani Zanzibar Guantanamo. Utakuja utashuhudia kwamba Young Africans alicheza dhidi ya FAR Rabat na Young Africans akapata goli 1-0. Lakini the way nenda kaangalie mchezo wa pili na approach ambayo alienda nao mwalimu kocha Pedro, utagundua ya kwamba alienda na approach ya kipekee na approach ya tofauti katika mchezo dhidi ya JS Kabylie. Young Africans akatoka sare kwa bila. Nenda kaangalie mchezo wa tatu ambao Young Africans alikwenda kucheza Misri dhidi ya Al Ahly. Young Africans akaweza kupoteza kwa jumla ya magoli 2-0. Lakini nenda kaangalie katika mchezo ule Young Africans waliwaheshimu wapinzani, isipokuwa tu mwalimu aliangalia ni kitu gani ambacho kwa upande wa Young Africans kiliweza kukosa nafasi katika mchezo ule wa Al Ahly ambao walikuwa nyumbani, wakaenda kufanyia mazoezi recoverate kwenye viwanja vya mazoezi, then wakarudi tena kuwakabili Al Ahly katika uwanja wa New Amani pale ambapo Young Africans wenyewe wanauita Guantanamo. Guantanamo kuna sehemu ya kuingia tu. Guantanamo kuna sehemu ya kuingia, sehemu ya kutokea hakuna. Ndio tafsiri ya neno Guantanamo. So nenda kaangalia approach ambayo Young Africans waliingia. Ibrahim Baka anapata goli la kwanza, lakini kitu ambacho naweza kusema tu makosa tu ya kawaida ya Cedric Boka, ambapo baada ya kutaka kuondosha mpira delay yake na delaying ambacho ilikwenda kumsaidia Dieng kupiga kwa jumkali na Al Ahly kupata magoli. So to me nikianza kuangalia kuanzia mchezo wa kwanza ambao Yanga amecheza dhidi ya FAR Rabat, nikiuzungumzia tena mchezo wa pili ambao Young Africans alicheza dhidi ya JS Kabylie, na kwenda kuangalia ule mchezo the same approach ambao Young Africans aliingia nao katika uwanja ulikuwa umejaa, umesheheni mashabiki zaidi ya 80,000 katika uwanja, mashabiki ambao walikuwa wakirusha chupa ndani ya uwanja, lakini Young Africans waliweza kustahimili na kupata matokeo. Hapa utagundua ni ukomavu wa namna gani ambao Young Africans walikuwa nao. Though Simba na wenyewe pia walishawahi kukutana na dhama kama hii, lakini waliweza kufungwa. Kama unakumbuka mchezo ulikuwa dhidi ya Wydad Casablanca. Pressure ilikuwa kubwa, atmosphere ilikuwa kubwa, lakini Simba Sports Club moment ambavyo mpira ulivyokuwa unazidi kuendelea, kadri mpira ulivyokuwa unazidi kuendelea, Simba Sports Club wakaweza kupoteza dhidi ya mchezo dhidi ya Wydad Casablanca. Of course utakwenda kuangalia hii ni ukomavu wa namna gani ambao Young Africans wako nao wanapofika katika swala la eneo zima la pitch ya ugenini. Hapa utagundua kuna kitu ambacho ni faida kwa wasikilizaji wa Matole. Young Africans haijaanza kuwa leo tu peke yake. Young Africans haikuanza kuandika historia ya klabu bingwa barani Afrika. Nitakukumbusha, na hii ni faida kwa wasikilizaji ambao wanakusikiliza. Young Africans walishawahi kwenda kufanya balaa kubwa sana dhidi ya klabu Afrikeni pale nchini Tunisia. Young Africans wanatoka kwenye klabu bingwa barani Afrika, mchezo wa kwanza wanafungwa hapa. Mchezo wa kwanza sale, Fiston Kalala Mayele anachomoa goli dhidi ya Al Hilal, wanakwenda kule wanafungwa, Young Africans wanadondoka kwenye kombe la shirikisho. Break ya kwanza baada ya Young Africans kudondokea kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, break ya kwanza kwa Young Africans ilikuwa ni 1-1 katika hatua ya nini? Hatua ya finali. Young Africans anakwenda anatoa sare ya bila kwa bila katika dimba la Benjamin William Mkapa. Wadau, mashabiki na wanachama walikuwa washaikatia tamaa Young Africans ya kwamba kama tumeweza kutoa sare katika dimba la Benjamin William Mkapa, how comes tunakwenda kupata matokeo katika kiwanja cha ugenini? Profesa Nasir bin Nabi akawaambia, nyinyi ndo mnasema, lakini mimi ninaujua mpira, mimi mtaalamu wa mpira, mimi ambaye nimecheza mpira. Profesa Nasir bin Nabi anakwenda kuwashangaza watu katika ardhi ya
katika ardhi ya nchini Algeria dhidi ya Club Africain. Young Africans mpaka dakika ya 78 Young Africans bado bila kwa bila. Mwalimu Profesa Nasser bin Nabi anafanya baadhi ya mabadiliko. Toa Faisal na muingiza Stefano Aziz Ki. Stefano Aziz Ki amegeuza jezi, kama mnakumbuka watu wakawa wanajiuliza mbona Stefano Aziz Ki amegeuza jezi. Then inakuja tactical, wanaingia Fiston Kalala Mayele anafanya setup ya kichwa, mpira unamkuta Stefano Aziz Ki anaipiga high balls ambayo mpira unakubali na kuingia nyavuni. Young Africans anapata matokeo ya goli 1-0. Hii ni miongoni mwa historia ambayo Young Africans alikwenda kuvuka akiwa katika viwanja vya ugenini. Vote nenda kaiangalie. Hii ni historia ya Young Africans nakupa. Nenda kaiangalia Young Africans nyingine ambayo inafuzu. Hapa ilishafungwa goli 2-1 dhidi ya Usma kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Naizungumzia finali. Na mimi nachokizungumza si Yanga kuchukua ubingwa. No, msini doubt vibaya. Mechi za maamuzi za Young Africa. Msini doubt vibaya. Mechi za maamuzi za Young Africans. Maamuzi ya kwanza yalikuwa ni dhidi ya Club Africain. Yanga anaamua kwenda wapi? Hatua inayofuata. Maamuzi ya pili ya Young Africans anaamua akiwa katika viwanja vya ugenini. Young Africans anakwenda kuamua mchezo dhidi ya Usma. Goli linafungwa na Juma Shaban Sodea Bemba. Muda huo Young Africans mechi yake ya maamuzi ametoka kucheza dhidi ya Club Africain. Break ya kwanza ya Young Africans ni hatua ya finali kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. The same anakwenda kukutana na Usma ya nchini Algeria. Hapa Young Africans anakufa goli 2-1. Goli la Young Africans linafungwa na Fiston Kalala Mayele. Kila mmoja anaondoka hapa na kusema ya kwamba tumeshapoteza kombe. Dahir wanakwenda katika ardhi ya watu Young Africans. Dakika ya 7 Juma Shaban Sodea Bemba anachukua mpira, anaweka tuta, watu wanapata goli. Young Africans wameshinda katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Yanga wanakwenda kupindua meza, wanaondoka na ushindi wa goli 1-0. Isipokuwa Yanga alishindwa kubeba kombe. Kwa nini? Kwa kanuni ndicho ambacho kilichowafanya Young Africans wafanya nini? Washindwe kwenda kubeba kombe. Tunaenda kaangalie tena kitu kingine ambacho naweza nikakikumbuka kwa upande wa Young Africans. Mengi ambayo alifanywa ni Young Africans mechi ya maamuzi ambayo wanakwenda kucheza dhidi ya Mamelodi Sundowns. Hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa, tasa bila. Lakini watu wanapoelekea moja kwa moja katika ardhi ya South Africa kwa Madiba, kila mmoja alikuwa akizungumza na kusema ya kwamba no doubt Young Africans afanya nini? Hawezi kufuzu katika hatua inayofuata. Ile ilikuwa ni hatua ya robo finali, inakwenda katika hatua ya nusu finali ambao unakwenda kuwashuhudia Young Africans wanaingia katika uwanja. Kiungo alikuwa ni Jonas Jesed Mkude. Sijui kama unakumbuka, lakini pia vile vile ukiangalia Young Africans ambayo kipindi hiko ilikuwa ni ilikuwa ni gusa achia twende kwao, kitu kama hicho. Cedric Lamovich, kitu kama hicho. Young Africans anatoa sare dhidi ya Mamelodi Sundowns, sare ya bila, lakini kumbuka ya kwamba kama muamuzi angekuwa sahihi, kama muamuzi angekuwa sawa, pale ndipo ungewaona Young Africans wangefanya mabadiliko makubwa, kwa sababu nakumbuka kama goli ambalo Clement Mzize aliweka V-pass, lakini mkwaju ambao aliupiga Stefano Aziz Ki uliingia ndani, mpira ukagonga ukarudi nje. Muamuzi anakuambia kulikuwa hakuna nini, hakuna goli. Tunauona kabisa mpira umevuka kwenye mstari, lakini the way ulivyo bounce na kurudi uliingia ndani, then ukafanya nini, ukatoka nje. Sasa hapo utakuja kugundua kwamba ni issue ilikuwa tu ni ya muamuzi, lakini ni Young Africans ambapo wanapokuwa wanaamua kuelekea katika michuano ya kimataifa, unakuwa unaona ni wanafanya kitu kikubwa zaidi kwa upande wao. Young Africans wanakwenda kuingia nao. Cha kwanza, Young Africans wanaweza wakawa na advantage karibia 2 mpaka 3. Miongoni mwa advantage ya kwanza ambao naamini Young Africans ataitumia ni Farabati kutokuwa kuna mashabiki. Baada ya adhabu kali ambayo wameipata kutokea pale dhidi ya JS Kabylie, mchezo wao wa mwisho, ninaamini ya kwamba Young Africans wanapata faida ya kwanza. The best advantage ni hakutakuwa na atmosphere ya mashabiki. Hii ni miongoni mwa faida kubwa ambayo Young Africans watakwenda kuitumia. Lakini secondly, kitu ambacho ninachokiamini, ili Young Africans asifuzu kuelekea hatua ya robo finali, ili Young Africans asifuzu kuelekea hatua ya robo finali, inabidi afungwe goli hizi
2. Sasa tujiulize mimi na wewe, Young Africans inafungwa 2-0 katika ardhi ya ugenini, ni Young Africans inacheza na timu gani? Although angekuwa anacheza na miongoni mwa vilabu vitatu, vilabu 4 barani Afrika, tungeweza kusema sawa, Young Africans anaweza kwenda kupoteza kwa jumla ya goli 2 katika vilabu hivyo ambavyo vime maintain consistency, inawezekana. Na ninadhani kwenye vilabu unapoizungumzia Young Africans kwa ubora barani Afrika kwa takwimu 2025 2026, Young Africans imeingia kwenye namba 8 kwa ubora barani Afrika. Hapo utagundua ya kwamba imetoka kwenye nafasi ya 13 mpaka namba 8 kwa ubora barani Afrika. Lakini pia vile vile nenda kaiangalia Young Africans ambapo kwenye top 3, Young Africans yenye top 3 consistency kwa 2025 2026, timu ambazo zime maintain consistency, Young Africans inashika nafasi ya 3. Toka huko nenda kaiangalia Young Africans timu ambayo inayokwenda kupambana naye ambao ni FAR Rabat. Young Africans kama ana uwezo wa kwenda kumsimamisha, nimetumia Kiswahili vizuri ila wasinidoubt vibaya, kumsimamisha Al Ahly katika uwanja wake wa nyumbani, Young Africans inamdindia. Sijui unanielewa? Al Ahly. Ninaamini Young Africans ana uwezo mkubwa wa kwenda kupata matokeo dhidi ya FAR Rabat kwa sababu moja. Yanga alishacheza na Mamelodi ambaye yuko juu yake, Mamelodi pia akufua dafu. Young Africans amekwenda kucheza dhidi ya Al Ahly katika uwanja wake wa nyumbani na ugenini. Although katika uwanja wa ugenini alipata matokeo, lakini alikuwa kwa mbinde sana. Ni umakini tu ambao Young Africans walifanya nini? Walikosa. No doubt. Nenda kaangalia Young Africans bado hajacheza na RS Berkane, na Young Africans bado pia vile vile bado hajakwenda kucheza na club kama Pyramid, hawajakutana nao. Lakini at the same huyo unaizungumzia timu namba 6 kwa ubora barani Afrika ambayo ni Simba Sports Club. Kwa mujibu wa takwimu za 2025 2026, Simba huyo anashika namba 6 kwa ubora barani Afrika. Almost ameshafungwa na Young Africans ambayo ni namba 8 kwa ubora barani Afrika karibia mara 6 mfululizo. Unaniambia Young Africans anashindwa kwenda kupata matokeo dhidi ya FAR Rabat? Na waona mchana kweupe, na waona Young Africans wanakwenda kupata matokeo, na ninawahakikishia kwa Yanga ya JDDR, Young Africans ambayo ina commitment katika defense line ambayo ya Young Africans. Hapa nakwenda kumzungumzia Bakari Nondo Mwamnyeto, na kwenda kumzungumzia Ibrahim Baka pamoja na Dickson Job, commitment yake. Na lakini ukiangalia pile vile vile naenda kaziangalie fullbacks za pembeni za Young Africans. No doubt utakwenda kuangalia fullback ya kule, utakwenda kumgundua ya kwamba akikosekana Atola kwa Siao, kuna mtu mwingine pia atacheza, lakini Mohamed Hussein Shabalala the best namba 3 kwa ardhi ya Tanzania ni yeye, akifuatiwa na Pascal Msindo. Lakini pia vile vile nenda kaangalia katika eneo la kiungo la Young Africans, utakwenda kuangalia pale walivyosheni baadhi ya nyota, baadhi ya mastaa ndani ya Young Africans. Pale utakwenda kumkuta mtu kama Damaro, utakwenda kumkuta mtu kama Mudathiri haya, basi utakwenda kumkuta mtu kama Duke Abuya, the topest Duke Abuya, fundi wa mpira huyo. Lakini nenda kaangalia katika idara ya kiungo, typical namba 10, utakwenda kuangalia kwa upande wa Young Africans kuna bwana mdogo ambaye ameingizwa katika dirisha dogo la usajili. No doubt performance yake anaonesha kiwango bora kweli kweli kwenye hizi tournament za michuano ya kimataifa. Dhahiri ninawahakikishia tu mashabiki wa Young Africans, niwaondoe hofu mashabiki wa Young Africans. Kama ninaujua mpira, kama ninaijua tactics ya mpira, kama nimecheza mpira na ninaufahamu mpira, dhahiri nakwambia Young Africans anakwenda kuchukua alama dhidi ya klabu ya soka ya FAR Rabat. Take this my friend. Kesho saa 4 sio mbali. Mashabiki wa Young Africans, saa hizi naweza nikaongea mashabiki wa Simba wasinielewe, ila ninawahakikishia kama Young Africans atashinda kwenda robo finali, sio katika mchezo wa kesho, labda aje apoteze dhidi ya klabu ya soka ya JS Kabylie, labda Young Africans aje apoteze dhidi ya JS Kabylie, lakini si dhidi ya FAR Rabat. Lakini kumekuwa na maneno mengi kuhusiana na beki wa Young Africans, upande wa Boka, lakini na upande wa Israel Mwenda. Mazingira hayo unadhani anatakiwa afanyeje kocha wa Young Africans ili pale mazingira yaweze kukaa sawa? Maana yake inaonekana kupoteza mechi ya Ahali kule ugenini, na hapa matokeo waliyopata ni kwamba ni kwa sababu ya uzembe wao. No, so uzembe. Mtu anayezungumza mzembe hujui mpira.
Ila mimi kitu ambacho ninachokiamini kwenye football, it's very simple. Ina depends na vile ambavyo nimeamka. Yaani leo unaweza ukaonekana huko bora sana. Vipi kuhusu kesho? Utakuwa bora zaidi ya vipi? Zaidi ya vile. Leo unaweza ukaonekana uko mgonjwa. Tukutarajia kesho hutakuwa na nafuu kabisa. Kitu ambacho inaweza kuwa sio kweli. Tunaweza tukasema ya kwamba wanazungumza mengi kuhusiana na Cedric Boka, lakini sio kama anamtetea, hapana. Kila mchezaji, unajua mashabiki wengi hawataki kuona mchezaji anakuwa anafanya nini? Anashuka kiwango. Ni kitu ambacho sio sawa. Kitu sahihi ambacho kinachopaswa kufanywa ni kuangalia kwanza wachezaji wameamkaje, ndio jambo kubwa na jambo la msingi kweli kweli ambalo linahitajika kufanyika. Hilo namba moja. Lakini pia vile vile namba mbili ni kuhakikisha kwamba mentality ya wachezaji, fitness pamoja na work done yao inakuwa imeelekea kwenye concentration ya mchezo husika. Yani hii ni vile ambavyo huwa inatokea kwamba na kwenda kucheza mpira sina stress ya aina yoyote. Nikiwa na maana ya kwamba nyumbani nimehakikisha mamangu nimempa hela, baba nimempa hela, kuondoa misunderstanding kwa wale watu. Familia yangu nyumbani nimehakikisha iko vizuri, lakini pia vile vile nina uhakika na ninachokwenda kukifanya ni kitu sahihi. Unapokuwa kwenye concentration yako, kwenye mindset yako, hakuna vitu kama hivyo, it means ya kwamba utakwenda kucheza mpira ukiwa na utimamu wa akili kamilifu, ambapo concentration yako inakuwepo iko kwenye eneo la uwanja, sio mahali pengine. Unajua kuna mtu anaweza kawa anacheza mpira lakini akawa anajiuliza mara mbili, nikitoka hapa watoto wangu wanaenda kula nini? Nikitoka hapa mamangu sasa mama kashaniona kwenye TV, inakuaje sasa? Mimi napata wapi hela? Sijui kama unanielewa. Lakini ni kitu ambacho hii ni main game ambayo Young Africans wanabidi waanze kudeal nayo kuanzia leo. Yaani wahakikisha kwamba clearless zote ambazo zinawahusu wachezaji tayari wameshafanya nini? Wameshahakikishiwa. Although kuna bonus ambayo ni ya shilingi milioni 500 wamepewa Young Africans kutoka kwa GSM. Wewe unadhani unaambiwa kuna milioni 500 tunakwenda kugawana watu 20 mpaka watu 30. Inahitajika sare tu au ushindi tuweze kupata matokeo tuchukue ile milioni 500. Wewe unadhani mimi kwa akili yangu tu perpendicular ya haraka kwenye ile milioni 500 mimi napiga hesabu nina shilingi ngapi? Ndio akili ya kwanza inakuja. Oho, kumbe nikienda kumwaga jasho pale, nikienda pale kutiririka na kwenda kuonesha performance yangu katika uwanja, baada ya mchezo kuna milioni ngapi? Milioni 500. Sasa hapa mimi nakwenda kutengeneza mindset ya namna moja kwa familia yangu nyumbani. Mama, niombeni dua tu. Sisi tunaelekea katika mchezo, tunataka tupate matokeo 1 2 3 4 5. Kuna baraka ambayo mama na iwe hivyo kwenu mpapate matokeo. Sijui umeelewa? Sasa imagine kama mama kakunjua, mke wangu amekunjua, watoto nimewaga nyumbani wamekunjua, tajiri naye pia kakunjua, alafu kibaya zaidi tajiri anawaambia ni ndugu zanguni, kibunda ndo kama hiki nimemkabidhi rais. Nyie tu ni jasho lenu kwenda kulivujisha na mkachukue pointi 3 dhidi ya wale. Alafu pointi hizo 3 unazoniambia nikachukue dhidi ya wale. Mashabiki hakuna. Yaani tunacheza mtubee. Kama mbwai tu. Unafikiri mimi nakuacha? Lakini wewe unaonaje kikosi cha Yanga kina uwezo huo wa kuweza kufuzu katika hatua hii hasa katika kundi hili ambalo waliopo sasa hivi? Mapema tu. Young Africans sio kama Simba bwana. Young Africans sio kama Simba. Yaani Simba iliyopita ilikuwa kama hivi lakini. Yanga sio kama Simba. Yanga ishinde kufuzu hapa. Mimi nitakuwa mwisho kuamini. Mimi nitakuwa mwisho kuamini kama Young Africans hatofuzu kuelekea katika hatua ya robo finali. Mimi nitakuwa mwisho kuamini kama Young Africans atashinda kuelekea katika hatua ya robo finali. Yaani unajua ushaitumia calculator? Ushatumia? Kuna watu wanaitafuta calculator kwa ajili ya kubonyeza. Twi 7. Nitajie nani umemwona anayefuzu na point 7. Young Africans katika mechi dhidi ya USM moja anatoa sare na point 8 na hajaenda mjini. Yanga ana point 8 na hajaenda mjini. Nani ana point? Haya, Young Africans anakwenda kutafuta sare tu pale. Yaani leo Yanga ana point 5. Akishinda mechi ya kesho, Yanga anafikisha alama 8. Anabakiza mechi ngapi?
mechi moja mkononi, ambayo mechi moja hiyo mkononi anakuja kucheza hapa nyumbani Guantanamo dhidi ya Usma. No, dhidi ya JS Kabri, ambayo huyo JS Kabri Young Africans katoa naye sare kule. Young Africans wanapigwa na machupa. Unafikiri yule akija pale unafikiri itakuwaje? Atapewa tu bwana, huu ndo mlango wenu wa kutokea, wa kuingilia ndo huu. Ila swala linapokuja kwenye swala la kutokea, tutawaambieni sisi mnatokea katika mlango gani. Sasa unaionaje Thabati na Ahali? Wao hawezi kubebana kama labda endapo Yanga wametoka nao sare. Yeye hawezi kwenda kule Misri wakawaruhusu tu Ahali kwamba wafungwe. Hilo nalo neno. Mwarabu bwana, hilo nalo neno. Sema ngumu sana kuamini. Kwa maana hiyo ili Thabati aweze kufuzu kama wakitoka sare na Young Africans ni mpaka mfunge Ahali. Ukiichanga karata kwa namna hiyo, kama mechi itaisha sare, kama mechi itaisha sare alafu Young Africans atakuja kupata matokeo hapa ya mwisho akamfunga JS Kabri, kitu cha kwanza ambacho kinachokwenda kuangaliwa ni head to head. Hao watu wamekutana vipi? Young Africans alimfunga hapa, kule amekwenda kutoa sare, automatically tu Young Africans anakwenda. Kama mechi ya mwisho atashinda dhidi ya JS Kabri, ila kama mechi ya mwisho Young Africans akitoka sare, Yanga JS Farabat akaenda kumfunga Al Ahly, and then Young Africans naye pia akafungwa hapa dhidi ya JS Kabri, watu wataoga, lakini mjini wafanya nini? Hawaendi. Na hili niwape angalizo Young Africans. Wakitaka sawa, wasipotaka sawa. Wakiona poa sawa, wasipoiona poa sawa. Simba wataicheza mechi yao ya mwisho. Kama matokeo yataenda sare kule, Young Africans atahitaji kupata hapa ushindi. Wawe makini sana. Unaweza kuwasaidia kuichezea mechi? Nimesema wawe makini sana. Wawe makini sana na jezi nyekundu. Kama mechi itaisha sare, nielewe vizuri. Mechi ya Young Africans dhidi ya Farabat ikiisha sare, Young Africans wanabidi waje wamalize mechi dhidi ya JS Kabri hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Dhahiri na kuhakikishia Young Africans wawe makini sana na jezi nyekundu. Sijasema ni timu gani, msininukuu vibaya. Ahali anavaa jezi nyekundu, Coastal Union anavaa jezi nyekundu, sijui umeelewa, ila nimewaambia Young Africans kama watapata sare dhidi ya Farabat wawe makini sana na jezi nyekundu hapa katika dimba. Watawasaidia JS Kabri. Umesema wewe. Mimi nimesema hivi, Young Africans kama watapata sare dhidi ya Farabat, ninukuu vizuri, sije kanipindisha, ninanukuu na kusema kama Young Africans watapata sare dhidi ya Farabat, Young Africans wataporejea katika ardhi ya Tanzania kwenda kucheza mchezo wao wa mwisho dhidi ya JS Kabri, Young Africans wanabidi wawe makini sana na jezi nyekundu. Sawa. Nimetaja timu? Hapana. Ahali anavaa jezi nyekundu, Coastal Union anavaa jezi nyekundu. Kwa hiyo wawe nao makini. Bwana, tumalize na hili. Hii mechi ya kesho inamhitaji ya Okwasi kuanza, lakini pia inamhitaji Mudasiri kuanza, lakini pia inamhitaji Clement Mzize kuwemo katika mchezo. Although miongoni mwa kitu ambacho Young Africans wanakihitaji, ila si usual kama nilivyokuambia tangu hapo awali, ni kuhusiana na wachezaji vile ambavyo watakavyokuwa wameamka. Nimeshamshuhudia Depu mara nyingi, lakini pia vile nimeshamshuhudia Alan Okello mara nyingi. Although unapomzungumzia Clement Mzize ni mchezaji mwenye kariba ya kipekee kabisa. Hizi ni miongoni mwa facts 3 ambazo Clement Mzize yuko nazo. Clement Mzize ana uwezo wa kupiga shoots, mipira ya mbali. Ni miongoni mwa advantage ambayo Clement Mzize yuko nayo. Clement Mzize ni miongoni mwa wachezaji ambao yuko very wide, anapenda sana kujiposition mahali ambako movement ya tukio linapokuwa linaendelea. It means ya kwamba akiona Pacome Zouzoua ameshika mpira, Clement Mzize anakuwa anajua mimi niende nikajiposition inside of the box. Ninajua kabisa ya kwamba huyu Pacome ameingia na mpira pale, lazima ataiweka kwangu hapa.
It means kama Pacome akiipiga V pass, lazima ile V pass iende kakutane na mtu. Miongoni mwa advantage ambazo yuko nazo Clement Mzize. Lakini kingine kitu ambacho ninaweza nikasema ninamsifu sana Clement Mzize ni uwezo wake na ability aliyokuwa nayo. Ana uwezo wa skills ya ajabu, ana uwezo ya kujua ni nafasi gani inabidi niwe kwa wakati gani katika eneo husika ili niweze kuisaidia timu yangu iweze kupata matokeo. So to me, to my side, ninaamini ya kwamba kama Young Africans watampata Clement Mzize, ataamka na utimamu na atakuwa yuko tayari kwa ajili ya mchezo, ninaamini ya kwamba ni miongoni mwa advantage nyingine ambao yuko nao Young Africans kuelekea katika mchezo wa hapo kesho. Lakini umeniuliza kwenye swali la Tola Kwasi yao, nahisi match fitness bado kwa upande wangu, so sioni kama kuna haja ya yeye kuanza kucheza mechi kama hii, hususan ni mechi kubwa na ni mechi yenye maamuzi ambayo Young Africans wanaitolea macho. Umenizungumzia kuhusu Mudathir Yahya Abbas, hakuna hata mmoja asiyekuwa anajua kuhusiana na ubora wa Mudathir Yahya Abbas. Vipi kama ataamka na performance ya nzuri, ni hatuwezi kuzungumza chochote kutokana na kwamba hakuna mtu ambaye hamjui Mudathir Yahya Abbas kwenye performance ambayo yuko nayo, lakini pia vile vile kwenye kiwango ambacho amekionyesha mara kadha wa kadha ambapo anakuwa anahudumia ndani ya kikosi cha Young Africans. So to me, to my side, ninaamini kama atamka sawa, ni mwalimu tu mwenyewe kocha Pedro ndiye atakayekwenda kuamua sasa niende kumtumia Mudathir Yahya Abbas kwa namna gani, lakini ninaona kabisa kwenye nafasi yake kama mwalimu ataamua kwenda kumtumia Mudathir Yahya Abbas, hakuna mtu ambaye ana doubt kuhusiana na uwezo aliokuwa nao. Although kama Mudathir Yahya atakuwa hajaamka kwenye ule ubora ambao kila mmoja anakuwa na udhania, dhahiri kuna nafasi nyingine ya Damaro Kamala atakwenda kudefeat pale, lakini pia vile vile na Duke Abuya. Ninaona mechi ya kesho inakwenda kuamuliwa katika eneo zima la kiungo. Although umeenda kwenda kuniuliza tena kingine, no, kuna kitu kimoja ambacho nimekumbuka. Young Africans wanabidi wawe makini sana na muamuzi. Wafanyaje sasa muamuzi? Wahenga wanasema mcheza kwao utunzwa. Sasa kama mcheza kwao utunzwa, it means ninaamini ya kwamba kuna priority kubwa watakuwa wanapewa Farabat kuliko Young Africans. Waarabu ni wanacheza mpira sana, wanapenda sana kulala. Ila sina imani kama kesho watakuwa na time ya kupoteza muda. Na wala Young Africans wasifikiri kama wanakwenda uwanjani kwa ajili ya kucheza muda. Kikubwa ninachokiimani mimi, waache kucheza na mindset ya muamuzi, kwa sababu kama wataamua kwenda kucheza kwa mindset ya muamuzi, dhahiri muamuzi anaweza kwenda kuwatoa mchezoni kunako dakika za mapema tu. Na kingine Young Africans wasiruhusu, yani ili Young Africans ya win-win situation, nadhani Young Africans asiruhusu goli ndani ya dakika 45. Itakuwa ni miongoni mwa faida ambayo Young Africans atakuwa nayo kama atakwenda kudefeat vizuri na kutokuruhusu goli kuingia nyavuni ndani ya dakika 45. Nadhani yangu ni hayo tu. Shukrani sana. Kila la heri.